Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, mechi ya second preliminary round ambayo inasubiriwa kwa hamu ukanda wa Afrika ya Mashariki, ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club katika nchi ya Malawi wakienda kumenyana na mabingwa wa Malawi. Hapa tukienda kuwaongelea Silver Strikers, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi, yani tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo mechi itakuwa ni ya mkondo wa kwanza, kisha Young Africans watarejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuja kucheza mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Silver Strikers, ambapo tunaona mechi ya mkondo wa pili itakuja kupigwa hapa nchini Tanzania kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kutangazwa na CAF. Sasa kwa upande mwingine, fahamu kuelekea katika mtanangeu, tayari kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kiliweza kuanza safari hapo siku ya leo kutokea hapa nchini Tanzania na kuelekea katika nchi ya Malawi kwa ajili ya kwenda kumenyana na Silver Strikers. Sasa kwa mujibu wa kikosi ambacho kimeweza kutangazwa, ama kocha Romain Folz ameweza kuchagua, ni kikosi cha wachezaji 24 kikiongozwa na mwenye kamanda ambaye ni Romain Folz, ambapo wana Yanga wengi wana matumaini nao. Sasa hapa tutakwenda kutajia kile kikosi kamili cha wachezaji 24 ambacho kimesafiri na kuelekea katika nchi ya Malawi kwa ajili ya kucheza mechi ya mkondo wa kwanza, second preliminary round, dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Silver Strikers. Sasa kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini klabu ya soka ya Yanga itakwenda kupata ushindi pale katika nchi ya Malawi, like video yetu, alafu tuambie wewe ni mshabiki unayefuatilia klabu ya soka ya Yanga ukiwa maeneo gani. Sasa ngoja tukakitazame kile kikosi kamili cha wachezaji 24 ambacho kimeweza kuelekea pale katika nchi ya Malawi chini ya kocha mkuu Romain Folz. Kwa upande wa magolikipa ambao wameweza kwenda ni magolikipa watatu, yani Djigui Diarra ambaye ni golikipa namba 1, Abutwari Bumsheri na bila kumsahau Abubakar Komen. Hao ndio magolikipa ambao wameweza kuaminiwa kuelekea katika mchezo huu. Lakini kwa upande wa mabeki kuna mchezaji anaofahamika kwa jina la Isra Patrick Mwenda, bila kumsahau kuna mchezaji anaofahamika kwa jina la Kouma, kuna mchezaji Shadrack Kiboka, kuna Mohamed Hussein Shabalala, Dickson Job Dishak ambaye ndiye naoza vile vile msaidizi wa kikosi cha timu ya soka Yanga, kuna Afsinki Franki, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ndiye jenerali kwa upande wa wachezaji kwa sababu yeye ndiye kapteni mkuu wa klabu ya soka Yanga Sports Club, bila kusahau kuna captain Ibrahimu Amadi Baka ama soja, huyu miongoni mwa wachezaji ambao wanakaba kweli kweli. Lakini katika eneo la viungo, Young Africans wameweza kuondoka na kiungo wao sasa ambaye ameweza kupewa majukumu ya mchezaji Khalid Aucho. Hapa tukienda kumuongelea Azizi Andambwile. Klabu ya soka Yanga wameweza kuondoka na balaa jipya Musa Bala Conte, bila kusahau Mudathiri Yahya Abbas. Lakini hapa tunaenda kuangalia kwa upande wa washambuliaji, yani viungo washambuliaji, viungo wachezeshaji na bila kusahau mshambuliaji. Young Africans hapa ndipo walipoondoka na wachezaji wengi. Kuna Duke Abuya, kuna Mohamed Dombia, kuna Pacom Zozua Profesa, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Kuna Edmund John, huyu ni miongoni mwa wachezaji wenye skills kubwa. Kuna Ofen Chikola, kuna Clement Mzize, kuna Celestine Ekwa, Max Nzengeli Mpia, Prince Dube mwana wa mfalme huyu, bila kusahau kuna Andy Boyel. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo safu ya ushambuliaji ya Africans ambayo imeweza kuelekea pale nchini Malawi. Kwa hiyo kuna viungo washambuliaji, maingo washambuliaji, viungo wachezeshaji na washambuliaji katika eneo hilo. Kwa hiyo tunaona Yanga wameelekea na msafara wa wachezaji 24 pale nchini Malawi. Tuambie kuelekea katika mchezo uje unatamani kuona kocha akipanga kikosi gani? Nenda eneo la comment kadondoshe maoni na sisi tutakuja kuyasoma.